Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala a'lai wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiyai wa ala alihi wa sahbihi wa asfiyai, amma ba'd. Karibu mtazamaji wa kipindi cha Ulimwengu wa Kiislamu. Kama ndo kwanza unafungulia runinga yako, kipindi hewani ni Ulimwengu wa Kiislamu. Tutakuwa nami Ustadh Maalim Ibn Umar mpaka tamati ya kipindi hiki. Usitoke, baki nasi ili uweze kufahamu tumekuandalia kitu gani siku ya leo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'ani anatuambia khuliqal insanu min ajalin, kwamba ameumbwa mwanadamu kutokana na haraka. Yani wanadamu asili yetu sisi tumeumbwa kutokana na haraka. Ndio maana utaona tumefungamana sana na dunia kuliko kufungamana na akhira. Wanadamu wote tunakwenda mbio sana kwa ajili ya kuitafuta dunia. Ndio maana utaona sehemu nyingine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala dunia hii ameweza kuita ni al-ajila, kwa maana ya mbio ya kwenda haraka, kuipupia sana. Lakini pia imepokewa katika moja ya akhbari kuwa Sayyidina Adam alayhi salam wakati anaumbwa, wakati ule anaumbwa anapuliziwa roho yake ilianza kuwekwa kupitia upande wa juu. Kwa hivyo ilipofika katika macho yaliweza kutizama, lakini pia roho ilipofika katika tumbo liliweza kutamani, baada ya kuona macho, baada ya kuona matunda yaliyoko peponi, tumbo likatamani likaisi njaa. Kwa hivyo akataka kuinuka Saidina Adam, lakini kwa bahati mbaya roho ikawa bado haikufika katika miguu. Kwa hivyo khuliqal insanu min ajali, mwanadamu ameumbwa na haraka. Na haraka hii tumeweza kuiona kuwa nitokea enzi na enzi kwa baba yetu ama babu yetu Saidina Adam alayhi salam, kwamba yeye alikuwa na haraka wakati ule amepuliziwa roho. Alipoona tu yale matunda, tumbo likawa limepata njaa, akawa anataka kuinuka, lakini kwa bahati mbaya roho haikufika katika miguu, kwa hivyo hakuweza kuinuka. Kwa hiyo mwanadamu ameumbwa na haraka, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatutaka sisi haraka hii tuliyokuwa katika kuipupia kuitafuta dunia tuilete huko katika kumkimbilia yeye. Fafirru ila Allah, Mwenyezi Mungu anatuambia tumkimbilie yeye Mwenyezi Mungu, lakini ile haraka tunaoipeleka kule katika ajila, katika dunia tuachane nayo, lakini tumkimbilie Mwenyezi Mungu. Unapokuwa katika poli, labda kwa mfano, aidha umekutana na simba anataka kukudhuru, ama unapokuwa katika nyumba inawaka moto, ni dhahiri kabisa kwamba utaweza kukimbia ili uweze kujiokoa. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, pindi tunapopata matatizo, watu wote sisi tunamkimbilia yeye. Kwa hivyo fafirru ila Allah, tumkimbilie Mwenyezi Mungu. Tumkimbilie Mwenyezi Mungu, yeye ndio atakuwa msaada kwetu sisi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipokuwa akielezea masala ya riziki, alisema huwa alladhi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha. Alipokuwa akizungumzia masala ya riziki, alisema yeye ndiye ambaye ameifanya ardhi kuwa dhalili kwetu sisi, lakini akatuambia famshu, kwamba tutembee wakati wa kutafuta riziki. Lakini leo tutaona watu wengi tunafanya firar, tunakimbia kwenda mbio kutafuta riziki, na kati Mwenyezi Mungu ametuambia famshu, tutembee katika kutafuta riziki. Leo tumekuwa tunabadilisha, katika kutafuta riziki tunakimbia, lakini katika kumwendea Mwenyezi Mungu tunakuwa tunatembea. Hii tunakwenda kinyume na mafundisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tunakuwa tunamkhalifu Mwenyezi Mungu amri zake. Mwenyezi Mungu ametuambia tutembee katika kutafuta riziki. Lakini katika ibada, alipokuwa akizungumzia masala ya ibada, alisema ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au, kwamba tukimbie pindi inaponadiwa sala wakati ule wa Ijumaa, tukimbie kweli kweli kwa ajili ya kumfuata Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo haraka zetu hizi tuzihamishe kutoka kutafuta dunia, tumkimbilie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tumwombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tujalie tu ni miongoni mwa waja wake wenye kusikiliza maneno na kuyafuata yaliyokuwa mazuri. Karibu tena mtazamaji wa kipindi cha Ulimwengu wa Kiislamu. Kama ndo kwanza unafungulia chaneli yako, kipindi hewani ni Ulimwengu wa Kiislamu. Na hivi sasa tupo katika Ujue Uislamu. Leo katika Ujue Uislamu tutakwenda kuangalia yale yanayosemwa baada ya adhana. Pindi inapotolea adhana,
Tumepokewa hadithi kutoka kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba idha sami'tumun nida faqulu mithlu ma yaqulu almuadhdhin, kwamba pindi mnaposikia adhana basi semeni mfano wa yale anayosema yule muadhdhin. Kwa maana ya kwamba tunaposikia adhana tunatakiwa tunyamaze kimya, tuisikilize adhana ili tuweze kufuatisha yale anayoyasema muadhdhin. Kwamba anaposema muadhdhin Allahu akbar, na sisi natakiwa turejeshe, tuitikie vile vile Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illa Allah, na sisi vile vile. Lakini kasoro sehemu moja tu ambayo tutaweza kusema maneno kidogo kama tofauti. Pindi anaposema hayya ala salah, sisi tutasema la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Na anaposema hayya ala al-falah vile vile tutasema la haula wala quwwata illa billah. Lakini sehemu zote zilizobaki tutaweza kusema vile vile mfano wa yale anayoyasema muadhdhin, kuanzia mwanzo mpaka sehemu hiyo tuliosema kuwa itakuwa ni tofauti. Kwenye hayya ala salah sisi tutasema la haula wala quwwata illa billah, na kwenye hayya ala al-falah sisi tutasema hivyo hivyo la haula wala quwwata illa billah. Lakini kuanzia sehemu zote zilizobaki tutaweza kufuatisha yale anayoyasema muadhdhin. Kwa hivyo tuzingatie maneno haya. Pindi adhana inapotolewa basi ni wajibu wetu ama ni wajibu wako wewe mtazamaji Muislamu unaniangalia hivi sasa kupitia kipindi cha Ulimwengu wa Kiislamu kufata ama kusikiliza adhana na kuyarejesha ama kuyasema yale anayoyasema yule mwenye kuadhini. Pindi unaposikia adhana, kama upo nyumbani kwako unatizama runinga, basi punguza sauti ya TV yako ili uweze kuitikia adhana. Adhana inapokwisha basi ipo dua ambayo tutakuja kuiangalia katika kipindi kijacho. Ipi dua inayosemwa baada ya adhana? Leo tumeweza kusema ama kujifunza yale ambayo tunatakiwa tuyaseme pindi adhana inapokuwa inatoka. Kumbe tumepata kujua kuwa adhana inapotolewa inatakiwa sisi tujibishe ama tufuatishe yale anayoyasema muadhdhin. Lakini pia inapotolewa adhana inatakiwa tushtuke, moyo wetu ushtuke kwa kuogopa kuwa adhana ama jina la Mwenyezi Mungu linatajwa. Sisi inatakiwa tufuatishe yale anayosema muadhdhin, lakini pia tunyamaze kama kuna sehemu kuna pigwa muziki, na basi upunguze sauti ya TV yako ama redio ili uweze kufuatisha adhana. Endelea kubaki nasi mpaka tamati ya kipindi hiki.